ile shilingi 1,000 ya M-Wekeza ya Vodacom. Sema kila siku unataka uwekeze shilingi 1,000, kwa mwaka unazungumzia shilingi 365. Kwa hiyo mifumo iliyopo inawezesha kufanya uwekezaji kusema kweli, na sio kweli kwamba kuwekeza lazima uwe na mamilioni ya pesa. Habari wasikilizaji na watazamaji wetu wa PowerPod. Karibuni sana katika podcast yenu pendwa, nami Iwalwa. Je, umewahi kujiuliza ni utajisikiaje pale ambapo utapokea mshahara wako wa mwisho? Je, una akiba za kutosha pamoja na uwekezaji ambao umefanya kwa ajili ya kusapoti uzee wako? Sasa leo tuko na mbobezi wa masuala ya fedha ambaye amehudumu kwa miaka mingi sana katika sekta ya fedha akiwa na experience ya zaidi ya miaka 30. Ni mwanzilishi wa soko la Dar es Salaam Stock Exchange au DSE, kwa Kiswahili fasaha ni soko la hisa la Dar es Salaam, akiwa kama Chief Finance Officer au afisa wa fedha. Mbali na hilo, amehudumu katika benki ya NMB akiwa kama treasurer au mtunza hazina. Pia mgeni wetu ni mtoa elimu ya fedha ambaye amethibitishwa au tunasema certified financial educator na Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo kwenye suala la kutoa elimu amebobea. Naomba nimkaribishe CPA Oswald Urassa. Karibu sana. Asante sana, na mimi nimefurahi kuja kwenye kipindi chenu hiki hapa. Swali lako liuliza watazamaji kwamba hivi utafanyaje baada ya mshahara wako wa mwisho. Ndio lilikuwa swali lako ambalo ni msingi kabisa. Na kwa ambaye umeajiriwa, mshahara wako wa mwisho maana yake ndio unastaafu. Ndio. Unatoka kwenye ajira rasmi. Na kama umekuwa unachangia mifuko hii ya hifadhi ya jamii na umekidhi vigezo vyote vya kuwa mstaafu, basi utakuwa unapokea pension kila mwisho wa mwezi, ambayo kwa sheria za Tanzania ni kama 35% ya mshahara wako uliokuwa nao. Wao wanatafuta mishahara mizuri ya miaka 3 wastani wa mshahara wake, alafu ndio unatumika kukokotoa pension yako, kwa maana kupokea kile kinua mgongo, lakini pia na pension ya kila mwezi. Kwa hiyo kupokea mshahara wa mwisho maana yake umetoka rasmi kwenye ajira, au utatakiwa kwenda kwenye ofisi ambayo ulikuwa una report kila siku, unakaa unakuwa kwa nyumbani kwako. Na kawaida ukitoka kwenye ajira, kwa wale ambao wameajiriwa, kuna mambo 4 nakutana nayo. Moja ndio ile tulisema kwamba pension yako ni 35% ya mshahara wako. Lakini la pili, ule muda wa mwajiri uko na report ofisini kwa mwajiri wako saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Ule muda wote unakuwa ni wa kwako, kwa sababu huna sababu ya kwenda tena kazini. Sasa unatumiaje ule muda? Ile jambo la pili. Alafu jambo la tatu ni habari ya afya, inabidi uangalie uwe mtu wa mazoezi. Na jambo la 4 ambalo utakutana nalo ukitoka kwenye ajira rasmi ni kile kinua mgongo. Mara nyingi na siku zote ni pesa nyingi kuliko pesa ambayo umeshawahi kuishika kwa wakati mmoja. Kwa hiyo inabidi uanze kufikiria ukiwa kwenye ajira utaitumia-tumiaje. Ndio maana watu wengine wakishapokea kinua mgongo sangine wanaona kwamba ni hela nyingi, wanaanza kutumia ovyo bila mpangilio maalum, na baada ya muda sio mrefu zinakuisha. Kwa hiyo mambo 4 ukitoka kwenye ajira ndio unakutana nayo. Watazamaji na wasikilizaji wamesikia tayari kuhusiana na kustaafu, lakini watu wengi hatuelewi ni nini maana ya kustaafu. Naomba utuelezee kidogo ili tuweze kupata ufahamu. Kustaafu maana yake unatoka kwenye ajira aidha miaka 55 kwa hiari au miaka 60 kwa lazima. Kwamba ukishafikisha miaka 60 lazima utoke kwenye ajira, kwa sababu ndio muda wa kikatiba. Kuna baadhi ya taaluma ambazo ni zaidi ya miaka 60, lakini wengi ni 55 kwa hiari na 60 kwa lazima, kwa wale walioajiriwa. Kwa ujumla, upi sasa ni muda sahihi wa kustaafu? Maana kwa wengine ni 55, je, kwa hao wengine ambao wamejiajiri ni miaka mingapi? Kwenye waliokuwa kwenye ajira ndio sheria inasema baada ya miaka 60, 55 ukipenda 60 lazima utoke. Ndivyo ilivyo kisheria, kwa sababu pia unajua nguvu zako zimepungua. Na inabidi utafute nafasi ya kupumzika, kufanya mambo mengine. Wale ambao wamejiajiri inategemea na nguvu na uwezo wako. Wengine wanaweza kuendelea kujishughulisha mpaka miaka 70, 80, wengine wanatoka mapema, lakini kama ukiweka mikakati mizuri ya kutokuendelea kutumika hata kama umejiajiri mwenyewe, kwa maana kutengeneza warithi wa biashara zako unazofanya, lakini pia kutengeneza mpango ambao utakupa mapato
bila wewe mwenyewe kushiriki moja kwa moja. Unakuwa umetengeneza mpango wako mzuri wa kustaafu. Wale waliojiajiri lazima wajishughulishe mwenyewe. Ni kama unafanya biashara yoyote unaifanya, lazima wewe mwenyewe uhusike kwenye ile biashara. Lakini kama umeajiriwa na umefanya uwekezaji, na tutaona tukavyoendelea kwenye mazungumzo yetu, ni kwamba hauhitaji wewe mwenyewe kushiriki kwenye ule uwekezaji. Na wataalamu na watu wengine ambao wanakusaidia kuwekeza fedha zako, unazifanya zikufanyie kazi, kwa hiyo unakuwa unapata kipato bila kushiriki moja kwa moja. Kwa wale ambao wamejiajiri, mara nyingi kwenye zile shughuli za kibiashara wanahusika moja kwa moja wao kama wenyewe. Na ndio maana tunasema kwamba pia inabidi waanze kufikiria kustaafu, kwa maana kwamba labda wameishiwa au wamechoka au wanataka wapumzike, watafute mtu mwingine atakayewasaidia kusimamia zile biashara zao, ili waendelee na kiwango cha kipato walichokuwa nacho wakati wanafanya wao wenyewe. Ndio concept ya kustaafu kwa wale ambao wamejiajiri, kwamba unakuwa umefanya uwekezaji ambao utakupatia kipato kingine, lakini pia umetafuta watu wa kusaidia kuendeleza ile biashara yako. Sasa si ambao tulikuwa tumeajiriwa, ukitoka kwenye ajira kuna mtu mwingine anachukua nafasi yako. Na mara nyingi zile nafasi zinatangazwa, wanatafuta mtu mwenye sifa kama za kwako, ambao wakati unatoka kwenye ajira ndio anakuja kuchukua nafasi yako. Lakini kwa wale ambao tumejiajiri wenyewe, inabidi utafute watoto au familia au mtu mwingine ambaye atakusaidia kusimamia ile biashara yako, ili ukisema leo unapumzika, mambo yanakwenda kama ulivyokuwa unasimamia wewe mwenyewe. Hiyo ni kwa upande wa kusimamia zile shughuli zako. Lakini kwa upande wa kipato, inabidi utafute kipato mbadala ambacho akihitaji wewe mwenyewe kuwa mshirika wa moja kwa moja. Kwa Kiingereza tunaziita passive income. Kwa ukiwekeza kwenye hii sati fungani na kadhalika, haihitaji wewe mwenyewe kushiriki moja kwa moja. Kuna wataalamu ndio wanakusaidia kusifanyia kazi, then kila baada ya muda unakuwa unapata kipato. Na unaweza kuweka malengo ambayo yatakusaidia kupata kipato, pengine sawa sawa na kile ulichokuwa unafanya biashara zako wewe mwenyewe, au pengine hata zaidi. Kwa sababu sasa hivi kama haupo, na mara nyingi watu wengi ambao wamejiajiri wenyewe kwa njia ya kufanya biashara, wanapokabidhi zile biashara kwa watu wengine, kwa watoto, kwa ndugu, ni wachache sana ambao wanaendelea, kwa sababu ya kukosa ule matayarisho ya kutosha. Lakini pia wale ambao wanawakabidhi pengine hawana uchungu ile biashara kama ulivyokuwa na wewe mwenyewe. Ndio maana biashara nyingi za upande huo kwetu huwa hazidumu muda mrefu, hasa mwanzilishi akiondoka. Kwa hiyo kati ya mambo ambayo tunatakiwa kujipanga kama tumejiajiri, ni kutayarisha watu ambao watakwenda kusimamia biashara na uwekezaji uliofanya, ili hata kupumzika, kwa sababu muda umekwenda, nguvu zimekwisha, kile ulichokianzisha kidogo. Nashukuru sana kwa majibu mazuri. Na kama umekuwa ni mfuatiliaji mzuri kwa Tanzania, imekuwa ni swala gumu sana la watu kustaafu, hasa watu ambao wameajiriwa. Yaani ni rahisi mtu kusema labda vijana mjiajiri, lakini huyo mtu ambaye anazungumza hivyo, yaani unakuta amekaa kwenye ajira akiwa na miaka labda 70. Umeona? Sasa ni kwa nini imekuwa ni ngumu sana kwa watu wengi Tanzania kuweza kustaafu? Asante kwa swali zuri sana, na ni kweli kabisa. Watu wengi wanaogopa kustaafu kwa sababu hawajajipanga. Inatakiwa ukianza ajira, ni kama umeingia kwenye chumba. Na baada ya muda utatoka kwenye chumba. Kwa hiyo kuajiriwa ni kuingia, na kustaafu ni kutoka. Na kama tulivyosema, kustaafu miaka 55, ukipenda mwenyewe miaka 60 ni lazima. Kwa hiyo kama umeajiriwa, unavyokaribia ile miaka ya kutoka kwenye ajira, aidha kwa kupenda mwenyewe au kwa lazima, unajua kuna siku ya kutoka. Kwa hiyo inabidi uanze kujipanga. Yale mambo manne niliyozungumza ni muhimu, na lazima uyafanyie kazi kipindi chako chote cha ajira. Shilingi 65 kati ya shilingi 100 zinazopungua, kwa sababu tumesema pension ya 35. Uweze kuja kuitengeneza umebakiza miaka 2 miaka 3. Unatakiwa kuitengeneza tangu siku unaanza kazi. Kwa hiyo kama ukijua kwamba kuajiriwa ni kuingia na kustaafu ni kutoka, unatakiwa uweke mikakati ya uwekezaji tangu siku unaanza kazi, ili kutengeneza shilingi 65 kati ya shilingi 100 zitakazopungua kutoka kwenye ajira, kwa maana kuweka kwenye uwekezaji kwenye maeneo mbalimbali. Na kwa wafanyakazi tunashauri sana kuwekeza kwenye hizi rasilimali fedha, financial assets, hatifungani, hisa na kadhalika, kwa sababu zile hazihitaji wewe mwenyewe kushiriki moja kwa moja. Ukinunua hisa kwa mfano za kampuni fulani, kuna watu ambao wanafanya biashara kwenye ile kampuni. Wewe kama mwanahisa unasubiria kutupata taarifa na gawio, kama kuna gawio ndani ya huo mwaka, lakini hasitahitaji muda wako kwenda kufuatilia kwa karibu. Na kwa wafanyakazi ni jambo ambalo nasisitiza sana, kwa sababu
hizi kama tulivyosema zinaitwa passive income. Kipato unachokipata bila wewe mwenyewe kushiriki. Kwa hiyo watu ambao wanaogopa kustaafu kwa sababu hawajajipanga mapema. Yaani kwa hapo unamaanisha namna nzuri ya kustaafu hasa kwa vijana ambao wanakusikiliza na wengine ambao wanakutazama sasa hivi ni kwamba pale tu anapoanza kazi inatakiwa awe na mpango wa kustaafu. Sawa kabisa. Ukianza ajira au ukipata kipato chochote hata kama umejiajiri mwenyewe, unatakiwa kuweka mpango wako wa uwekezaji ambao utakupa kipato mbadala. Kipato ambacho hakihitaji wewe mwenyewe kushiriki moja kwa moja. Kwa sababu kama unavyo vyanzo vingine vya mapato, kwa hiyo pension yako ikiwa 35% na una vyanzo vingine vya mapato vitakavyokupa 65% na zaidi. Na siku zote watu ambao wameanza mapema, ukichukua pension yake pamoja na kipato kingine kwenye hisa, hati fungani, labda ana majengo ya kupanga na kadhalika, siku zote anakuwa na kipato kikubwa kuliko hata alivyokuwa kwenye ajira. Sasa ukianza mapema, maana yake siku kutoka kwenye ajira unayo pension yako, lakini na kipato chako kingine, hutakuwa na tofauti kubwa kati ya kipato chako ukiwa kwenye ajira na ukiwa nje ya ajira. Lakini pia unakuja kutumia ule muda uliokuwa mwajiri kufanya mambo yako mengine kwa lengo la kupata kipato cha ziada. Kwa hiyo watu ambao wamejipanga mapema, ni rahisi sana kutoka kwenye ajira muda wao kisha, kwa sababu wana kitu mbadala cha kufanya. Wana kipato ambacho kinaziba lile pengo linalotokea ukitoka kwenye ajira, kwa sababu walifanya uwekezaji mapema. Lakini pia wameandaa mikakati ambayo itaweza kutumia muda uliokuwa wa mwajiri. Yale masaa 8 kisheria ya mwajiri, una kitu ambacho anakifanya. Na kwa kufanya hicho kitu wanakuwa wako busy, yani wana kitu cha kufanya, lakini pia wanapata pia kipato cha ziada. Kwa hiyo utakuta hakuna tofauti kubwa sana kama ukiwa kwenye ajira na ukiwa kwenye ajira kama umejipanga vizuri. Sasa watu wengi wanashindwa kwa sababu wanakuja kuanza kujipanga, kuweka mpango wa uwekezaji mwishoni kabisa. Umewekeza miaka 2-3. Lakini tunashauri sana ukiajiriwa anza kuweka mikakati yako kutoka kwenye ajira, kwa sababu kuajiriwa ni kuingia na kustaafu ni kutoka. Na ukianza mapema, nina ushahidi wa watu ambao wameanza mapema, anachokipata baada ya kutoka kwenye ajira ni zaidi hata ya kipato alichokuwa nacho. Kikubwa ambacho tunasisitiza hapa, anza kuwekeza, na sio lazima ukiwa umeajiriwa. Hata baadhi ya wanafunzi kwa mfano, ukipewa pocket money na mzazi, bana matumizi, lakini anza kuwafanya uwekezaji. Na uzuri mifumo ya fedha kwa Tanzania ilivyotengenezwa, inakuwezesha kuwekeza hata kuanzia shilingi 1000. Kwa mfano watu wenye simu za Vodacom, kuna kitu kinaitwa mwekeza. Kiwango cha chini shilingi 1000. Kwa hata wanafunzi unaweza ukaanza kuwekeza, ukajenga tabia kuwekeza kipindi chote ambacho unasoma. Kwa hiyo ukija kuingia kazini au kupata ajira na kuanza kupata kipato, unaendeleza kitu ambacho mkianza. Na ndio maana tunasisitiza kwamba watu wote ambao wanaajiriwa, ukianza kuajiriwa, anza kufikiria unatoka tokaje. Unastaafu namna gani kwa kufanya uwekezaji, sana kwenye hizi rasilimali fedha, kwa sababu zile hazihitaji muda wako. Bado unaendelea kumtumikia mwajiri wako, kwa sababu kuna masharti ya ajira. Ni kweli utafanya kazi yako vizuri, lakini unapata kile kipato kingine ambacho kikuhitaji wewe kushiriki moja kwa moja. Na ndicho ambacho itakuja kukusaidia sasa kutoka kwenye kufidia ile pengo linalojitokeza siku kutoka kwenye ajira. Kwa ukiwa na huo mpango tangu mwanzo, utaogopa kustaafu kwa sababu una chanzo mbadala. Nashukuru sana. Na umezungumza kuhusiana na hizi, yani vyanzo vingine vya mapato. Sasa una ushauri gani kwa hawa watu ambao wanastaafu wakiwa pengine wanategemea pension peke yake? Sasa tuchukulie mtu ambaye bado umri haujafika wa kustaafu, ambaye anajiandaa kustaafu, ni nini kifanyike? Okay, sisi wataalamu wa elimu ya fedha tunashauri uwe na vyanzo angalau 5. Kwa nini angalau 5? Ni kwa sababu unajua ukiwa na vyanzo vya mapato kama mtiririko wa maji. Kwa hiyo chanzo kimoja kikatika, unabaki na vingi. Kama unategemea ajira peke yake, siku ukitoka ajira kwa sababu moja ama nyingine, maana yake unasimama kabisa, una mtiririko unaokupa kipato. Lakini kama una vyanzo 5 ambao ni kiwango cha chini, kama kutoka kwenye ajira utapata kipato kutoka kwenye hisa, kwenye hati fungani, kwenye mfuko wa uwekezaji pamoja, kama una majengo ya kupangisha, kama unafanya biashara na kadhalika. Lakini angalau uwe na vyanzo 5. Mshahara ni cha kwanza. Ukiwekeza kwenye hati fungani ni cha pili. Ukiwekeza kwenye hisa ni cha 3. Ukiwekeza kwenye mifuko ya uwekezaji pamoja ni chanzo cha 4. Kama ukijitahidi kujenga nyumba 1, 2, 3 za kupangisha ni chanzo cha 5. Na kwenye hati fungani kwa mfano kuna za serikali kuu, zinazotolewa na benki kuu, lakini pia kuna zinazotolewa na makampuni. Sasa hivi kuna moja ya First Housing Finance pamoja na Azania Bank. Mwaka jana mwezi wa 10 kulikuwa na TCB, Tanzania Commercial Bank, walikuwa na hati fungani yao.
kama kampuni wao wanalipa mara 4. Kwa hiyo hizi ambazo zinatoa mara 4 kununua makampuni matatu. Mfano ungenunua CRDB, ungenunua TCB na kununua Azania pia walikuwa na bondi yao mwaka jana au ambayo iko sokoni sasa hivi, unapata kipato 12 ambayo inakupa wastani kipato kimoja kwa kila mwezi. Kwa hiyo unaweza kuwa na hati fungani za serikali, hati fungani za makampuni, hisa, lakini lengo huona sio chini ya vyanzo vitano. Na ukianza kuwekeza unatengeneza chanzo cha pili cha mapato. Ndicho tunachokisisitiza. Kwa hiyo kuliko useme kwamba utakuja kusubiria upate pension peke yake. Kama umefanya uwekezaji unaongeza chanzo cha pili, na pension ndio cha kwanza, lakini pia una hisa, gawe kutoka kwenye hisa, una watu kutoka uwekezaji kwenye hati fungani na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo jitahidi kila mtu kuwa na angalau vyanzo vitano. Kuna watu ambao mara nyingi wanakuambia mimi nitaweka akiba. Kwa hiyo nataka nikija nikastaafu zile akiba ambazo nakuwa nimeweka pengine benki, nimeweka SACCOS au taasisi yoyote zinisaidie kuweza kustaafu. Sasa ni nini mtazamo wako tu ikiwa mtu naye ya labda anategemea akiba tu peke yake, kwa akiba pamoja na pension kwa lengo la kustaafu? Asante. Akiba peke yake haitoshi. Akiba kwa Kiingereza wanasema savings is putting your money to rest. Lakini ukifanya investments you are putting your money to work. Akiba ni kama kuweka pesa yako ipumzike mahali. Lakini ukifanya uwekezaji unafanya pesa yako ifanye kazi. Na tunashauri akiba ndio mwanzo wa kufanya uwekezaji. Kwa sababu unakwenda kufanya uwekezaji kwenye hisa, hati fungani na kadhalika. Baada ya kuacha kutumia zile hela kwenye matumizi yako ya kawaida, ndizo unazipeleka kwenye uwekezaji ili kipato unachokipata kutokana na hisa, kwa mfano gawio, au kwenye hizi hati fungani wanalipa kipato cha riba, interest income, kila baada ya miezi 6 hizo serikali kuu, au kila baada ya miezi 3 hizi nilizotaja zile benki mbili, CRDB, TCB, Azania, hata ya First Housing pamoja na Azania ambayo yuko sokoni sasa hivi. Ni kila baada ya miezi 3. Kwa hiyo unavowekeza kwenye hizi hati fungani za makampuni, maana yake unafanya pesa yako ifanye kazi. Kwamba watatumia kufanya biashara, afu kila baada ya miezi 3 kuna kipato kinaingia kwenye akaunti yako. Kama ni makampuni, hisa za makampuni, kila baada ya mwaka faida inayopatikana mnagawana wewe pamoja na wanahisa wenzako. Kwa hiyo kuweka akiba ni mwanzo wa kufanya uwekezaji, sababu unafanya uwekezaji kutokana na akiba ulionayo. Na ni muhimu sana kama mfanyakazi na kama mtu ambaye umejiajiri mwenyewe utengeneze budget ambao unatenga mafungu matatu. Kuna matumizi ya lazima. Ndiyo. Kama ni mwajiriwa lazima uende ofisini, lazima ule, lazima ulale, lazima watoto waende shule, lazima ulipe bili za hospitali na kadhalika. Yale matumizi ya lazima tunapendekeza kutenga 50%. Alafu kuna matumizi yasiyo lazima. Atunui nguo mara kwa mara, na yale ambayo sio lazima unaweza kuahirisha 30%, na 20% ndio uwekezaji, ndio akiba. Sasa ile akiba yako ukiwekeza unakwenda ukitenga ndio unaenda kuiwekeza. Na uzuri mifumo ya fedha pia imewezesha kuweka akiba hata bila kuangalia kiwango ulichokuwa nacho. Hii mifuko yote ya uwekezaji, mifuko mingi ya uwekezaji kiwango cha shilingi 10,000. Kwa hiyo unachoweza kufanya, unaweza kuweka kitu unaitwa standing order, unaagiza benki. Ile 20% ya kipato changu ikiingia ndani ya mwezi husika, unaichomoa unakwenda kuiwekeza. Unafanya akiba lakini pia unafanya uwekezaji. Kwa unapofanya uwekezaji maana yake ile akiba yako uliyotenga kwa kutokuitumia ndio unaifanya ikafanya kazi ili kupatia kipato cha ziada, na ndio unatengeneza chanzo cha pili, cha tatu, cha 4, cha 5 na kadhalika cha uwekezaji, ambacho nimesisitiza kwamba jitahidi kila mfanyakazi, kila mtu ambaye ana kipato chako utengeneze chanzo cha pili. Ili chanzo kimoja kikatika, ile cha pili kinakubeba na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo akiba ni mwanzo wa kufanya uwekezaji, lakini akiba peke yake haitoshi. Kwa kuweka akiba, kuacha fedha zako zikakaa kwenye akaunti ya benki, umeweka akiba ndio, lakini ili izikusaidie siku zinazokuja, na hasa kutoka kwenye ajira. Nakumbuka tumesema kipato chako kitapungua kwa 65%. Ukiwekeza unatengeneza sasa sehemu ya kipato ambacho inafidia ule upungufu ambao utajitokeza kutoka kwenye unafuta kwenye ajira. Najua wengi tunatumiaga SACCOS, na kawaida tunashauri pia kwa kulingana na fedha zako. Ninavyofahamu mimi SACCOS, kama una akiba shilingi 100 unaweza kukopa mara 3. Sasa unaweza kutumia mikopo ya SACCOS kwa ajili ya kutengeneza uwekezaji wako. Kwa mfano kama unaweza kupata mikopo kwa riba chini ya 10% na mifuko. Tuseme kuna wengi, kwa experience yangu naona
kuna ambao wanatoa kwa 10%, 12%, 14%. Japo asilimia mara nyingi ziko chini ukilinganisha na taasisi nyingine. Kwa kawaida SACCOS mikopo yao ni asilimia iko pungufu ya mikopo hii ya benki ya kawaida. Kwa hiyo unaweza kuchukua mkopo wa SACCOS ukaenda kununua hati fungani kwa mfano. Kama mkopo unapata kwa 10% alafu kanunua hati fungani ya 13%, maana yake utakuwa na nyongeza 3%. Ile 13%, 10% inafanya marejesho ya SACCOS yako alafu unabakiwa na 3%. Leo tarehe 4 kuna hati fungani ya miaka 25 ya serikali inatolewa na benki kuu ambayo riba ni 13.25. Kwa ukipata mkopo mali kwa 10% ukanunua kwenye hati fungani kama hii inayotolewa leo miaka 25, unalipa 10% lakini unabaki na 3.25. Kwa hiyo unaweza kutumia SACCOS ambazo mara nyingi mikopo yao ni rahisi ili kutengeneza uwekezaji wako ukakopa kwa asilimia chini ambayo ni chini, lakini kwenda kuwekeza mahali ambapo unapata kipato kikubwa zaidi. Na kipindi ambacho unazungumza kuna kitu ambacho umesisitiza kwa mtu anaweza kuanza kuwekeza hata akiwa na shilingi 1,000, yani shilingi 1,000, si ndio? Nawaza tu nahisi ni Watanzania wachache ambao wanajua kitu kama hicho, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba ili ukafanye uwekezaji lazima uwe na pesa nyingi, kwamba pesa kidogo haiwezi kukufanya ukaweza kuwekeza. Wewe kwa mtazamo wako unahisi Watanzania wana ufahamu wa kutosha kuhusiana na hili swala? Ni kweli watu wengi hawana ufahamu kulingana na fursa zilizopo. Na ndio maana mifuko ya uwekezaji wa pamoja kwa mfano ilianzishwa. Mifuko mingi ya UTT na mingine mingi ambayo imeanzishwa kiwango cha chini shilingi 10,000. Ukiwa na nidhamu ya fedha nasema kwamba mimi nataka kila wiki niweke pembeni niwekeze shilingi 10,000. Kwa mwaka mzima unazungumzia shilingi 520,000, kwa maana wiki 52 mara shilingi 10,000. Ile shilingi 1,000 ya mwekeza ya Vodacom, kusema kila siku unataka uwekeze shilingi 1,000, kwa mwaka unazungumzia shilingi 365,000. Kwa hiyo mifumo iliyopo inawezesha kufanya uwekezaji kusema kweli. Ni kwa vile watu wengi hawajafahamu, na sio kweli kwamba kuwekeza lazima uwe na mamilioni ya pesa. Unaweza kuanza na shilingi 1,000. Kikubwa nidhamu, lakini pia budget na pia kupunguza baadhi ya matumizi mengine ambayo sio lazima. Na kile ambacho naacha kukitumia kwenye matumizi yasiyo lazima kielekeze kwenye uwekezaji. Itakusaidia kujenga uwekezaji wako. Na kumbuka tumesema unapowekeza unatengeneza chanzo cha pili, cha tatu, cha nne na cha tano na hata zaidi cha mapato. Na ukiwa na hiyo nidhamu na vitu kama agizo la benki kwamba mimi 20% yangu ikiingia, mshahara ukiingia tu hivi, chukua 20% peleka kwenye uwekezaji ambao unauchagua wewe mwenyewe, unakuwa unatengeneza uwekezaji wako ambao wala utasikia, kwa sababu pia zile 20% zikishatoka 80% inayobaki inabidi uishi ndani ya 80, kwa sababu ndizo zilizokuwa mkononi mwako. Na kwa bahati mbaya sana ndugu zangu, pesa haikosagi matumizi. Yaani pesa ikiwa mkononi mwako lazima utapata matumizi. Na unavyotengeneza budget tunasema unaiambia pesa yangu nataka iende kwenye 1, 2, 3, 4. Na kuwa na nidhamu kwamba kila ambacho kiko kwenye budget achana nacho. Kwa budget ni muhimu, lakini pia kuna uwekezaji, njia nyingi za uwekezaji. Unaweza kwenda moja kwa moja kwenye hisa, kiwango ni kikubwa kidogo, lakini ndio maana mifuko ya uwekezaji wa pamoja inakusaidia kwenda indirectly, kwenda kupitia mifuko ya uwekezaji wa pamoja kwa shilingi 10,000. Anayetoa shilingi 1,000 kwenye mwekeza anakwenda kuwekeza pia. Anayetoa 10,000 kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja anakwenda kuwekeza. Lakini watu wenye kuwekeza, ukitaka kuwekeza moja kwa moja kwenye hati fungani kama hii leo ya serikali kuu, kiwango cha chini shilingi 1,000,000. Kwa ukiwa na 1,000,000 ndio unaweza kwenda kuwekeza moja kwa moja. Lazima upitie kwa broker au benki yako. Utakwenda wewe kama mtu mmoja. Kwa hiyo kwenye hati fungani unaweza kuwekeza kwenye hati fungani za serikali, za makampuni, kwenye hisa, kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja iko mingi tu. Hiyo mwekeza ni moja wapo kati ya mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Kuna UTT, kuna Faida Fund, kuna Timiza, iko mingi, iko 18 kama sikosei, ambayo inachukua kiwango cha chini, nyingine 1,000, nyingine 10,000. Kwa hiyo haina maana kwamba kuwa mwekezaji lazima uwe na milioni ya pesa. Na ndio maana nasema kwamba watu wote ambao wameanza mapema, ukiwa na nidhamu ya kuweka shilingi 10,000 kila mwezi kwa mwaka mmoja ni 500,000. Miaka 10 tunazungumzia milioni 5, na hapo hatujazungumzia ile faida inayopatikana na ule uwekezaji ambao unaofanya. Kwa hiyo kuwekeza sio lazima uwe na fedha nyingi. Mfumo uliopo sasa hivi unamruhusu mtu yoyote kuanzia shilingi 1,000 kuwekeza. Kwa hiyo fursa zipo, ni kuwa na nidhamu tu na kupanga matumizi yako na kuangalia maeneo ambayo unaweza kufanya uwekezaji ili ukajenga kesho yako.
Kumbuka unavyowekeza unatengeneza kipato chako cha kesho. Na unaondokana na utegemezi wa chanzo kimoja tu cha mapato kwa wafanyakazi, mshahara. Hata sisi, hata wafanyabiashara ambao wanafanya biashara, unapanua wigo wa kupata kipato nje ya biashara ulikuwa unaifanya. Asante. Na SACCOS zinawezaje sasa kuwasaidia wale wanachama wao kwenye kuanza kujipanga na kustaafu? Kwa sababu wana makundi tofauti. Kuna watu ambao unakuta wameajiriwa na pia kuna watu ambao wanafanya biashara. Sasa tukiwa tunagusa makundi yote mawili. Zinaweza kuwasaidia kwa kufanya unajua wanafanyaga mikutano, na natamani kwetu kupata nafasi ya kuzungumza na hii mikutano kwenye SACCOS. Kwa maana kueleza fursa zilizopo. Kwa hiyo kueleza zile fursa zilizopo za kufanya uwekezaji, lakini pia kuwakopesha. Kama tulosema, kama mikopo ya SACCOS ina riba ndogo kuliko uwekezaji unawekeza kwenye hati fungani za serikali, kwenye hisa na kadhalika, basi kuwakopesha kaenda kuwekeza. Kwanza kwa upande wa SACCOS inawalinda, kwa sababu zile hisa na hati fungani zinaweza kuwa ndio rehani. Kwa hata mwanachama akishindwa kufanya marejesho, kama unaziweka kama rehani, unazitumia kama SACCOS kwa ajili ya kufanya marejesho yako. Lakini hata SACCOS zenyewe zinaweza kushiriki kama zina hela za ziada ambazo hazijakopeshwa kwa wanachama wake, zinaweza kushiriki kwenye mfuko wa uwekezaji pamoja, au zikaenda moja kwa moja kwenye hati fungani, kwenye hisa, kulingana na mpango wao. Kwa hiyo zinaweza kuwasaidia kwa kuwakopesha, kuwapa elimu, lakini pia kwa kuwaunganisha na mfumo mzima wa fedha ambao unamwezesha kila mtu aweze kuwekeza bila kujali kiwango gani cha fedha ambacho anatakiwa kuwa nacho. Lakini pia kuhamasisha waweze kuweka amana kwenye SACCOS. Unapofahamu kama unakopa mara 3 ulichokuwa nacho. Kwa hiyo ukihamasisha wanachama wao wakiweka amana na kuwakopesha, zinawasaidia na kuwa imesaidia, imetoa mchango kwa mwanachama kuingia kwenye uwekezaji. Nashukuru sana, na ninatumaini hapo watazamaji na wasikilizaji ambao mnanisikiliza, kuna ambao tayari ni wanachama wa SACCOS na wengine pia ni mameneja wa SACCOS. Kwa hiyo tumeona ni namna gani fursa zilivyo. Kwa hiyo kikubwa ni kuhakikisha tu tuna wasupport wale wanachama wetu wanavyojiandaa kuweza kustaafu. Na pia sisi kama ma-CEOs wa hizi SACCOS, cha muhimu tunatakiwa pia tuangalie ni namna gani SACCOS yetu inaweza ikawekeza kwa lengo la kuweza kupata faida zaidi.